ni jambo ambalo Watanzania wote lazima tushikamane, tushirikiane katika kulidumisha. Ndilo ambalo linaendelea kutupa heshima duniani, kwa sababu Watanzania wote tunashirikiana katika hili. Yako matukio yanajitokeza, Mheshimiwa Mbowe amezungumzia upande wa siasa, lakini pia matukio haya yako kwa ujumla wake nchini kwenye maeneo kadhaa, kwa ngazi ya familia, lakini pia na maeneo mbalimbali ya mikusanyiko, na watu pia wengine wako wenzetu ambao hawana nia njema nchini wanajitokeza katika kutenda matendo hayo. Na hata hii unayosema la Mheshimiwa Tundu Lissu, sio Mheshimiwa Tundu Lissu pekee, ingawa hatupendi mambo kama yatokee, lakini pia tumepoteza Watanzania wengi. Hata tunakumbuka wilaya za Mkuranga, Kibiti na Rufiji, tumepoteza watu wengi. Lakini pia hata siku za karibuni kamanda wetu wa Jeshi la Ulinzi nchini JWTZ naye alipigwa risasi pia. Kwa hiyo tunazungumza haya kwa ujumla wake, na tunapozungumza haya kwa ujumla wake na kwa utamaduni ambao tumeujenga wa nchi hii katika kujilinda wenyewe na kuhakikisha kwamba nchi inaendelea kuwa salama, nataka nikuhakikishie kwamba vyombo vyetu vya dola vinaendelea kufanya uchunguzi wa haya, na uchunguzi huu hauwezi kuwa wa leo yani leo ukapata ufumbuzi, kwa sababu wanaotenda matendo haya wanatumia mbinu nyingi za kujificha. Kwa na sisi lazima tutumie mbinu zetu za kutambua hao waliotenda matendo hayo katika kila eneo, ili pia baadaye tuweze kutoa taarifa ya jumla. Nataka niendelee kuhakikishia pia kwamba vyombo vya dola haviko kimya, vinaendelea. Nataka nikuhakikishie vile vile kwamba vyombo vya dola vyetu vinao uwezo wa kusimamia usalama ndani ya nchi. Ni swala la muda, ni wakati gani wanakamilisha taratibu na hatua gani zichukuliwe. Sasa hilo inategemea na waliotenda matukio na namna ambavyo wamejificha na namna ambavyo na sisi tunatumia njia mbalimbali za kuweza kuyapata haya na kuweza kujua na kutoa taarifa kwa Watanzania. Kwa hiyo nataka nikusihi na familia zote ambazo zimepata athari na zimeripoti polisi na wameripoti kwa vyombo vya dola na vinaendelea kufanya kazi, kwamba pale ambapo tutakamilisha uchunguzi tutatoa taarifa kwa ngazi ya familia ambazo pia zimepata athari, au ndugu au jamaa kupata athari hiyo, na kuambia pia hata hatua ambazo sisi tunaichukua pia. Kwa nataka niwasihi kwamba jambo hili tuendelee kujenga imani kwa vyombo vyetu vya dola, vitakapokamilisha kazi zake vitatoa taarifa. Kiongeza kuzana bingeni swala nyongeza. Mheshimiwa, nakubaliana na wewe kwamba maisha ya kila Mtanzania yana thamani kubwa, kila Mtanzania. Lakini swali langu lilikuwa specific. Si kuzungumza swala la Watanzania wote wanaoathirika kwa matukio mbalimbali. Swali langu lilikuwa very specific ya jambo linaloitwa political persecution, na ningeomba nieleweke hapo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, matukio ya kushambuliwa Mheshimiwa Lissu, lile tukio sio la kawaida, na naomba tusijaribu kulidilute kwa kuchanganya matukio mengine mengi. Nimeuliza swali specific ambalo naomba specific answers. Na uonevu dhidi ya viongozi na wanachama wa vyama vya upinzani nchini umekuwa ni utamaduni wa kawaida. Vyombo vya dola vinafanya, vinatesa watu, vinaumiza watu. Leo ninapozungumza hivi ni siku ya 3 tangu mbunge wangu wa Ndanda, Mheshimiwa Cecil Mwambe, akamatwa na polisi Mtwara na yuko chini ya custody sasa hivi zaidi ya masaa 48. Kisha alikuwa anafanya mkutano wa kampeni ya uchaguzi katika kata mojawapo pale Mtwara mjini, polisi wakamshika. Huyu ni mbunge, ni mwenyekiti wa kanda ya kusini yenye mikoa ya Lindi, Mtwara na Ruvuma, yuko ndani siku ya 3 sasa.
Sasa matendo haya ya uonevu yanaendelea, na hivi tunavyokwenda kwenye uchaguzi wa hizi kata ndogo, kata chache katika uchaguzi wa marudio, viongozi wetu kadhaa wanakamatwa, wanawekwa ndani, wanapigwa, wanateswa. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, nachouliza mimi ni kuomba specific utuambie serikali inaona shida gani, kwa sababu sio mara ya kwanza kwa serikali hii kuomba msaada wa vyombo vya uchunguzi kutoka nchi za nje. Wakati benki kuu iliungua, Scotland Yard walikuja hapa kufanya uchunguzi kuhusu jambo hili. Ni mambo ya kawaida katika jamii ya kimataifa, na kwa sababu vyombo vya dola tumevisuspect kwamba havikuchukua tahadhari ya kulinda viongozi au havikuchukua hatua ya mapema kuzuia uhalifu ule, aidha kwa kutaka ama kwa kushiriki. Lakini ambacho napenda ni kuambia Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi na imani kabisa vyombo vyetu vya ndani vina uwezo, wala si dharau, ila hakuna dhamira ya kuchunguza jambo hili. Hapo ndio penye tatizo, na kwa sababu hakuna dhamira na kwa sababu wanaonekana wanaumia ni upande mmoja, tunaitaka serikali investigation, kama ni clear kila mtu anahusika awe cleared, ili jambo hili likomeshe, kwa sababu linaendelea. Waziri Mkuu, ni kwa nini sasa usikubali kwa niaba ya serikali turuhusu vyombo vya kimataifa vya uchunguzi vije vikamilishe jambo hili, tuondoe ukate mshipa wa fitna? Majibu ya swali hili la nyongeza, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, naomba nijibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Mbowe, kiongozi wa kambi ya upinzani, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mbowe, unaposema jambo hili nilijibu, umeliuliza specific. Naweza kusema kwamba unapotaka specific, basi inabidi sasa vyombo vya usalama vikamilishe kazi yao vizuri, viseme hasa kwa tukio ambalo umetaka lizungumzwe. Hakuna mtu yeyote aliyefurahishwa na tendo alilofanywa mbunge mwenzetu. Hakuna mtu yeyote anayefurahishwa na matukio yanayojitokeza huko, iwe ya mauaji au ya mashambulio au migongano inayoendelea kwenye jamii yetu. Lakini vyombo vya dola tumevipa jukumu la kusimamia na kuhakikisha kwamba tunalinda usalama wa raia na mali zao kwa kiwango kinachotakiwa, na pale ambapo kunatokea tatizo, vyombo vya dola vina majukumu ya kuhakikisha kwamba vinafanya uchunguzi na kuwakamata wale wote ambao wamehusika. Lakini nimeeleza hapa kwamba wakati wote watenda makosa ni watu ambao wanafanya matendo hale wakiwa wameshajiandaa pia kuficha pia uovu wao, kuweza kujificha dhidi ya vyombo vya dola. Wanapojificha si kwa uwezo wa kufanya kazi yake ya uchunguzi. Na katika kipindi kifupi tumeanza kama nilivyoeleza, na wanapozungumza Kibiti, Rufiji na Mkuranga, sina maana ya kuficha au kulifanya jambo hili lisitambulike. Hapana, tunachukua mwenendo wa matukio, tunachukua uwezo wa vyombo vyetu na namna wanavyofanya kazi ili kuhakikisha kwamba tunabaini matukio haya. Na ndio kwa sababu wakati wote wa Tanzania tumeendelea kuwaambia na kuhamasisha Watanzania kwamba ni lazima tushirikiane katika kulinda nchi yetu na kila mmoja ashiriki katika kutoa taarifa. Sisi tunakaribisha mtu yeyote anayejua kama kuna mwelekeo wa jambo hili atusaidie ili vyombo vya dola viweze kufanya kazi yake kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo najua unazungumzia kwa upande wako kama kiongozi wa kambi ya upinzani, na yeye mbunge mwenzetu ambaye ni Mheshimiwa Tundu Lissu yanatoka kwenye upande wako, lakini utambue kwamba na sisi pia ni mbunge mwenzetu. Jambo hili ni letu pia, lazima tushirikiane kuhakikisha kwamba jambo hili linapata mwelekeo. Kwani kuhakikishie vyombo vyetu uwezo upo, lakini pale ambako wataona kama kuna umuhimu huo, vyombo vyenyewe vitafikia hatua vinaweza vikalieleza. Lakini mimi siwezi kuhakikishia taifa kwamba tumekosa uwezo, kwa sababu tunaamini vyombo vyetu vina uwezo wa kufanya uchunguzi. Kwa hiyo kiongozi mwenzangu wa kambi ya upinzani, naomba uamini kabisa kwamba serikali yetu inayo nia njema. Familia ya wale wote walioathirika akiwemo Mheshimiwa mbunge mwenzetu Mheshimiwa Tundu Lissu waamini kwamba serikali yetu inayo nia njema ya kukamata, lakini pia ya kulinda amani ya nchi hii, ili kila mmoja, hata sisi pia, tuwe na uhakika wa shughuli tunazofanya za kila siku. Kwa tutaendelea kufanya hilo na tutaendelea kuwasiliana nawe kama kiongozi mwenzetu ili uweze kuona haya na namna ambavyo tunaweza tukatatua matatizo haya ya ndani juu ya matatizo ambayo yanajitokeza kwenye maeneo yetu.
Asante sana. Asante. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika serikali ya awamu ya 4 nchi hii ilitumia mabilioni ya fedha kuzunguka nchi nzima kwa ajili ya kukusanya maoni ili kuandaa katiba mpya, na hii ilikuja baada ya kugundua kwamba taifa hili linahitaji katiba mpya ili kutibu changamoto nyingi ambazo zinaikabili katika maeneo mbalimbali, ikiwemo kulinda rasilimali, uwajibikaji, haki za binadamu, tunu za taifa na kadhalika. Tunaipongeza serikali ya awamu ya 4 kwa kuanzisha mchakato ule pamoja na changamoto ambazo zilijitokeza baadaye. Sasa serikali ya awamu ya 5 toka imeingia madarakani leo miaka 2 tayari imepita, haijafanya jambo lolote la kuendeleza mchakato ule ili zile ndoto za Watanzania za kupata katiba mpya ziweze kutimia. Zaidi tumekuwa tukisikiliza kauli mbalimbali za kwenu viongozi na za viongozi wa chama chenu cha Mapinduzi ambazo hazionyeshi nia ya kukamilisha mchakato huo wa katiba mpya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba uambie Watanzania leo nini mpango wa serikali ya awamu ya 5 katika kutimiza ndoto za Watanzania kupata katiba mpya. Mbona mnapiga makofi kuna nini? Mheshimiwa Waziri Mkuu, majibu. Mheshimiwa Spika, naomba nijibu swali la Mheshimiwa mtolea mbunge kama ifuatavyo. Ni kweli kwamba serikali ya awamu ya 4 ilianza mchakato wa katiba mpya na kufanya kupitia hatua zote za kuunda tume, kupita kusanya maoni, na sisi kama wabunge tulikuwa miongoni mwa wajumbe ambao tulishiriki katika kuweka misingi ya katiba hiyo. Swala la katiba mpya linahitaji gharama kubwa ya fedha na zinatokana na mapato yanayokusanywa ndani ya nchi, lakini kila mwaka wa fedha una vipaumbele vyake, na sisi tumejikita katika kutoa huduma za jamii kwa wananchi. Tumekuwa tukishuhudia Watanzania wanahitaji maji kwenye vijiji, kumekuwa na mahitaji ya huduma za afya, tunahitaji kuimarisha elimu, miundo mbinu ili kuwawezesha Watanzania kuendelea na maisha yao. Katiba ni mwongozo unaweza kuwafanya, mwongozo ambao unaelekeza mambo kadhaa. Sasa hivi tunayo katiba ambayo pia ina miongozo ile ile, ingawa tumekusudia kuibadilisha. Kwa kuwa tunayo katiba inaendelea na miongozo ipo, na haya ni mapendekezo ya kufanya marekebisho ya maeneo kadhaa, lakini mchakato wake kwa sababu unahitaji gharama kubwa na kipaumbele cha serikali ni kutoa huduma ya jamii kwa Watanzania. Kwanza tumeanza kuimarisha makusanyo ya ndani ili tuweze kumudu kutoa huduma za wananchi kwa Watanzania. Pale ambako tutafikia hatua nzuri ya mapato, huku tukiendelea kutoa huduma hiyo na matatizo haya yakipungua kwa kiasi kikubwa, tutakuja kuendesha mchakato huo pale ambako inaonekana tunaweza tukaufanyia kazi. Kwa Mheshimiwa mbunge, niendelee kuhakikishia kwamba serikali inatambua hayo yote, lakini pia tumeona muhimu zaidi tuanze na huduma za jamii ili Watanzania waendelee kufanya kazi zao za kuboresha uchumi wao, ili wapate nafasi ya utulivu waje waangalie jambo nyingine. Kwa sasa tutatumia katiba iliyopo. Asante sana. Mtazamaji wa J Online TV, ili uwe kwanza kupata habari kutoka JTV, subscribe kisha like, halafu bonyeza kengele hapo chini ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi habari mpya inapokuwa imewadia.